mfano wa kwanza na mkubwa wa uongozi, kwa sababu Mungu alianzisha. Kama leo hii wewe unafikiria kuwa kiongozi, lazima mfano wako wa kwanza uwe, je, huyo ambaye alinileta hapa duniani ni vitu gani ambavyo anavifanya ambavyo vinampa sifa ya kuwa kiongozi? Kwa hiyo jambo la kwanza la msingi, uwe unafanya biashara, uwe umepewa dhamana kama katika kampuni, kama ni mkurugenzi, uwe ni mwanasiasa, mfano wako wa kwanza ambao ni mfano halisia wa mafanikio ya kiongozi ni mfano wa Mungu. Najua kuna watu watakuwa na maswali sasa hivi. Hapo ulipo, kama uko nyumbani au unasikiliza katika Faith Studio, unaweza kujiuliza, je, haya mambo ambayo nimefundishwa shuleni kuhusu kiongozi ina maana hayana msingi wote? Maana wakati tuko shuleni tumefundishwa vitu vingi sana. Wengine tumeambiwa kwamba viongozi wanazaliwa. Huwezi kuwa kiongozi sababu the leaders are born. Kuna watu wamezaliwa viongozi, kuna wengine wamezaliwa sio viongozi. Kwa kazi yako siku zote ni kufuata wengine. Kwa hiyo tutajibu maswali yafuatayo. Cha kwanza, kuna tafsiri tofauti kuhusu uongozi. Kuna watu wanaamini kwamba wamezaliwa kuongoza na kuna watu wamezaliwa kuongozwa. Kwamba kuna leaders who are born and na there are people who are supposed to be followers. Lakini fikra nyingine inasema kuna watu wamechaguliwa na Mungu kuongoza. Zamani kwa wale ambao walikuwa kiabudu miungu, ukisoma katika historia, unapozungumzia Farao kule nchini Misri, Farao sio tu kwamba alikuwa ni kiongozi wa kisiasa, lakini Farao wa Misri walikuwa kiamini kwamba Farao ni mtu ambaye amezaliwa na Mungu makusudi kwa ajili ya kuongoza. Na wao walikuwa wakiamini kwamba Farao ni Mungu. They believed that Farao is God. Kwa kuna fikra kwamba kuna watu wamezaliwa kuongoza na wengine wamezaliwa kufuata wengine. Lakini pia kuna watu wanaamini kwamba kuna watu ni wazembe na lazima watokee wenye nguvu kwa buruza wengine. Hata makazini. Kuna watu wanaamini bwana bila kuburuzwa hawa watu hawaendi. Kwa hiyo kuna watu wanaamini kwamba uongozi ni kwa kutumia nguvu. Na hii msizani imeanza leo au jana. Hata katika historia, ukisoma hata katika vitabu utagundua kwamba kuna namna ambayo zile jamii za kwanza ulikuwa uwezi kupewa uongozi kama uwezi kushinda vita. Kwa jambo la kwanza la wewe kuweza kupewa uongozi ilikuwa ni ushinde vita. Hata katika jamii za Kiafrika unapigana kwanza ili yule ambaye atashinda kwenye kama ni vita, kama ni mashindano labda kama wrestling vile, basi huyo ndiye anayepewa uongozi. Kwa hiyo kuna watu ambao wanaamini kiongozi lazima awe na nguvu kuliko wengine na lazima awe ni jemedari wa vita. Lakini kuna watu ambao wanaamini ili uwe kiongozi lazima upate mafunzo maalum, special training. Lazima uende Harvard Business School. Tunakwambia bana, mimi have been to Harvard, what are you telling me? Kwa hiyo kuna watu wanaamini huwezi kuwa kiongozi kama hujasoma na huwezi kuwa kiongozi kama hujapata mafunzo maalum. Na pia kuna watu ambao wanaamini kwamba viongozi ni wale wanaoweza kujichanganya na watu. Kama unakumbuka wale ambao tumesoma chuo kikuu wakati wa uchaguzi wa Daruso. Wakati wa uchaguzi wa Daruso watu walikuwa wanaanza kusalimia, wanajichanganya na watu. Napita pale kwenye degree, tuko pamoja kiongozi, tuko pamoja kiongozi. Kujichanganya, charisma. Lakini leo hii tutajifunza, je, hivi ni kweli ili uwe kiongozi lazima uwe na uwezo wa kuchanganya na watu? Lazima uwe unakubalika na watu? Kwa sababu wakati mwingine mtu anaweza kaja kwako na mimi nakubalika sana Paul, nafikiri nataka nigombee ubunge. Au mimi nakubalika sana, nafikiri nataka nianzishe huduma. Je, uongozi ni kukubalika? Uongozi ni kuzungumza? Je, kwa sababu Paul Mashauri ana uwezo wa kuzungumza mbele za watu, je, anafaa kuwa kiongozi? Na je, viongozi wote ambao leo hii tunawatizama kama ni mfano wa kuigwa, walikuwa na huo uwezo wa kujichanganya na kukubalika na kuzungumza? Huyu kiongozi ni nani? Sasa maswali haya na tafsiri hizi zinatuonyesha kwamba watu wengi unapozungumzia uongozi au kiongozi hawana picha halisia. Na mimi ningependa usikilize kwa makini leo hii ili uweze kujifunza unawezaje ukajitengeneza au ukautoa uongozi ambao tayari uko ndani yako, uweze kuwa ni kiongozi hata kama huna nafasi, hata kama huna cheo, uweze kuwafanya watu wakufuate, wakusikilize
uweze kufanya Mungu akutumie kuwatoa watu katika hatua moja kuingia katika hatua nyingine, na pia uweze kufanikiwa katika kile ambacho unakifanya, kiasi kwamba utakapochukua jukumu la kuwatoa watu katika giza kuingiza katika mwanga, basi uongozi wako uweze kumfanya mtu aweze kubadilisha maisha yake, na mfano huo uweze kutengeneza wewe kama kiongozi wa kuigiwa mfano. Nilisoma maneno haya kutoka katika kitabu cha mwanzoni, Biblia ikisema tumfanye mtu kwa mfano wetu. Tumezungumza kwamba Mungu ni kiongozi. Kwa hiyo kama Mungu anatufanya kwa mfano wake, na maana sisi tumepewa uwezo wa kuongoza ndani yake. Lakini sio tu kwa sababu ndani yako kuna uwezo wa kuongoza, ina maana tayari wewe unaonyesha uongozi. Kila mtu ni kiongozi. Ina maana kila mtu ana potential. Ndani yake kuna uwezo, kuna namna ambayo anaweza kaitumia kuweza kuonyesha uongozi, lakini kuna mambo ya kufanya ili basi aweze kujidhihirisha kama ni kiongozi katika eneo ambalo Mungu amembariki. Kwa nitajaribu kufafanua kwa kirefu tunapozungumza kuumbwa kwa mfano wa Mungu tuna maana gani. Na kuna wale ambao wamesoma sana kama mashauri ambao leo hii wanapata shida, wanapata tabu, kwa sababu wao wanaamini kabisa ili uweze kuwa ni kiongozi lazima upigiwe kura, lazima uweze kuvishwa taji, uapishwe, upewe kiti pale ofisini, upewe title CEO, uitwe mheshimiwa, ukienda sasa upigiwe makofi. Lakini tukiangalia jinsi ambavyo Mungu anazungumzia uongozi ni tofauti. Ina maana inawezekana ukawa wewe leo uitwe mheshimiwa, lakini una uwezo mkubwa kuliko mheshimiwa. Ukiangalia Mungu anaposema kuumbwa kwa mfano wake, anazungumzia vitu vitatu: akili, hisia na utashi. Kwa Kiingereza ni mind, heart and will. Ina maana kila binadamu anapewa akili, hisia na utashi. Unaweza kujiuliza kwa nini Mungu amempa binadamu akili, hisia na utashi? Kwa sababu Mungu alitaka binadamu awe na uwezo wa kufanya maamuzi. Moja kati ya vitu vikubwa ambavyo kiongozi yote anatakiwa awe nazo ni kufanya maamuzi. Unapoamka asubuhi leo hii ukasema niende nikasikilize semina ya uongozi, hakuna mtu alikushika mkono. Haukutokea upepo ukakubeba ukakuleta hapa. Ulikuja mwenyewe kwa sababu Mungu alikupa uwezo na utashi. Unapokuwa na maono ya kusema nataka nianzishe biashara, nataka nianzishe huduma, nataka nianze kuimba, ni kwa sababu Mungu amekupa utashi na akili na hisia. Na vyote hivi ndivyo ambavyo vinakufanya wewe uwe ni kiongozi. Na ndivyo hivi ambavyo pia Mungu anavyo. Kuna maandiko ambayo yanazungumza ilifika kipindi baada ya Mungu kuona maasi yameongezeka duniani akavunjika moyo, akawa disappointed. Ina maana Mungu pia ana hisia. Kuna kipindi Mungu pia ana hisia, anavunjika moyo. Ina maana sisi tumeumbwa kwa mfano wa Mungu kwa kupewa akili, hisia na utashi, ili akili zetu ziweze kumjua yeye, knowing God, moyo wetu uweze kumpenda yeye, na will au utashi wetu uweze, tunaita ni kuobey au kumsikiliza na kumfuatilia yeye. Na nimezungumza hapo mwanzoni ya kwamba unapozungumzia kuumbwa kwa mfano wa Mungu unazungumzia kuumbwa katika ulimwengu wa roho, na nasema hayo kwa sababu ulimwengu wa roho uko ndani yako. Na ndani yako ni uwezo ambao watu wengine wanaweza wasiuone, lakini wewe lazima utambue na ujue ili uweze kutoka hapo na kufika mahali pengine. Sasa kuna watu ambao tumekuwa tukitafsiri mafanikio kwa sababu ya vitu ambavyo vinaonekana, na tumekuwa tukitafsiri pia uongozi kwa vitu ambavyo vinaonekana. Mara nyingine mtu anapokuwa tajiri anaonekana ni kiongozi. Mara nyingine mtu anapokuwa na cheo wasema jamaa ameukata bana akapata uongozi. Wakati kwa wadogo ulikuwa kusikia mtu anatangaza kwenye redio labda amepandishwa cheo, rais amemteua, unasikia umesikia fulani bana ameuchinja. Kwa sababu tulikuwa tunaamini ya kwamba kiongozi lazima upewe cheo. Na hata makazini mara nyingi unapoambiwa unapewa promotion, unaamini kabisa na mshahara lazima uongezeke, kwa sababu unaamini uongozi unaambatana na vitu fulani. Utasikia jamaa bana kapewa uongozi, lakini
mbona hajapewa gari bado anatembea na sisi kama kawaida? Sasa uongozi gani huo? Tunaamini ili uweze kuwa ni kiongozi lazima uwe na vitu ambavyo vinakufanya uonekane kuwa ni kiongozi. Na hata wale ambao mnafanikiwa kuwa ni viongozi wa makampuni yenu kama wajasiriamali, ushawahi kuona mtu baada ya kupata mafanikio amekuwa mjasiriamali, kapata pesa, ana ofisi, amejenga, anaanza pia kuwa na wapambe kama bodyguard, anatembea na magari mengine kama matatu yanamfuata nyuma, kwa sababu anaamini ili uwe kiongozi lazima unatembea na ving'ora, unatembea na wapambe ambao wanakufuata nyuma. Lakini leo tutajifunza, je, ili kuwa kiongozi lazima uwe na umaarufu? Ili uwe kiongozi lazima uwe na followers Facebook 10,000? Ili uwe kiongozi lazima uwe na likes kwenye kila post yako? Ili uwe kiongozi ni lazima ubadilishe gari? Uchukue Land Cruiser? Kiongozi hasa ni nani? Biblia imetuambia haimaanishi kwamba anayeonyesha uongozi mwisho wa siku lazima yote ambaye anaonyesha uongozi lazima mwisho wa siku ajue anampa nani utukufu. Kwa sababu katika dunia kuna watu wengi sana ambao wamewahi kupata nafasi za kiongozi. Wengi wanamfahamu Hitler, wengi wanamfahamu Idi Amin. Hao ni watu ambao walikuwa na uwezo mkubwa wa kushawishi. Kimsingi Hitler alikuwa na uwezo wa kushawishi haijapata kutokea katika historia ya dunia. Hitler was a motivational speaker who has never been seen in the history of the world. Wakati Ujerumani inapanda katika ramani ya kiuchumi ya dunia, Hitler alikuwa ni mwanasiasa ambaye alikuwa akitafuta ushawishi na kupata mamlaka kama wengine. Alikuwa akitoa hotuba ambazo watu walikuwa wakihamasika kuwa na uwezo wa kutaka kufanya jambo litokee. Huyo alikuwa ni Hitler. Na Hitler hakufanya mapinduzi kuchukua Ujerumani. Hitler alipiga kampeni, akatoa hotuba, akawashawishi Wajerumani wakamchagua kuwa ni kiongozi. Ina maana Hitler alikuwa na ushawishi. Lakini unapozungumzia uongozi na kiongozi, Hitler baada ya kupata mamlaka na kuwa ni kiongozi katika nchi ya Ujerumani, alifanya uongozi ule kwa utukufu wa nani? Na leo hii Hitler anakumbukwa kama nani? Ina maana unapozungumzia kiongozi ni zaidi ya kutizama nafasi au cheo ambacho amekipata. Unatizama pia huyu mtu baada ya kupata ile mamlaka alifanya kitu gani ambacho cha tofauti na aliweza kufika wapi. Na ndio maana tunaangalia leo hii tofauti kati ya kuwa kwenye kiti cha uongozi na kuwa ni kiongozi. Haijalishi wewe ni nani, unaweza kuwa ni waziri, unaweza kuwa ni mbunge, unaweza kuwa ni rais wa nchi, unaweza kuwa ni CEO wa kampuni yako, unaweza kuwa ni mwenyekiti wa bodi. Umepewa nafasi na fursa, umepewa title. Kinachokufanya wewe kiongozi sio ile title. Kinachokufanya wewe kiongozi ni uwezo ulio ndani yako na namna unavyotumia ule uwezo kuleta tofauti. Nitatoa mfano mmoja wa mama ambaye wengi tunamfahamu, Mother Teresa. Mother Teresa ni mmoja kati ya watu ambao walipata tuzo za Nobel mwaka 1979. Lakini Mother Teresa hakuteuliwa na mtu kuwa kiongozi. Inawezekana leo hii umekaa hapo umekwama kwa sababu hakuna mtu anayekuita kukuingiza katika kamati. Hakuna leo kuona kukupa nafasi kwenye kampuni yake kukuajiri. Ukisikia tu kuna uteuzi unafanyika unasikilizia kwenye redio labda ndio utatoka, lakini hujausikia. Kwa nikwambie kitu. Kiongozi asubiri kupewa nafasi. Kwa sababu kuna uwezo ndani yako, ukijijua na ukajua uwezo wako ule, wewe mwenyewe unatakiwa uchukue initiative. Unatakiwa uanze ili uweze kuonyesha uongozi wako. Na ndio maana leo hii nawapenda sana naposikia mtu ana maono ya kufanya huduma. Nafurahi naposikia kijana anatamani kuanzisha biashara yake. Nafurahi sana naposikia kijana naposikia baba au mama ameenda kuchukua fomu ili achaguliwe. Kwa sababu anaamini ndani yake kuna uwezo wa uongozi na ameamua kuchukua hatua moja ya kwanza. Kumbuka nimesema uwezo wetu wa uongozi umetokana na uwezo wa kiongozi mkubwa ambaye ni Mungu. Ina maana Mungu alianza dunia, akasema na iwe, na ikawa. Na wewe pia lazima uanze, lazima useme na iwe ili uweze kuanza.